DJ Sports. Bwana, hii ni Sport Update na hapa moja kwa moja twende tukatazame taarifa kemkem kibao za kimichezo na burudani, miongoni mwa taarifa ambazo zinazoendelea kupamba kasi kwa hivi sasa, ambapo tunafahamu ligi kusoka Tanzania bara imeweza kutamatika, lakini pia tumeweza kuona kwamba vikumbo mbalimbali ambavyo vinaendelea kupigana baina ya timu zetu za hapa Tanzania katika kuhakikisha kila mmoja analipea kikosi chake ili aweze kurudi vyema katika msimu mpya wa ligi kusoka Tanzania bara. Sambamba na hiyo, ni miongoni mwa taarifa kubwa kweli kweli ambayo inaendelea kupamba kasi ikimhusisha nyota anajulikana kwa jina la Idi Nado, moja kati ya nyota ambaye sofa amekuwa katika kiwango bora kweli kweli. Inafahamika ya kwamba mkataba wa Idi Nado sofa umeweza kutamatika, ambapo kwa mujibu wa taarifa mnamo Juni 30 mkataba wa Azam na Idi Nado uliweza kutamatika rasmi, na hivyo tuliweza kuona kwamba nyota huyo hakuweza kuongeza tena mkataba wa kuendelea kusalia ndani ya kikosi cha Warambarambakoni, kwa mujibu wa taarifa zikisema ya kwamba kulikuwa na ofa 3 ambazo zinamhusisha Idi Nado. Ya kwanza kabisa ilikuwa ni ya Azam, wao wakiwa wanamshawishi nyota huyo aendelee kusalia ndani ya viwanja vya Azam Complex, lakini ofa ya pili ilikuwa ikitoka kwa wana wa Jangwani, Young African, ambapo tunafahamu ya kwamba Young African wao pia waliweza kuwasilisha ofa kwa nyota huyo. Lakini ofa ya tatu ni kutoka kwa wababe na mabingwa wa CRDB, Simba Sports Club, ambapo tuliweza kuona kwamba wakiwa wanazungumza na nyota huyo juu ya kutaka kumsainisha awepo sehemu ya kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Simba wamekuwa wasili sana raundi hii wakiwa wanafanya harakati zao za kuhakikisha wanalipea kikosi chao, na huku kwa mujibu wa taarifa zinasema ya kwamba nyota huyo ameweza kusaini kutumikia klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba, na huku ikidaiwa ya kwamba nyota huyo amesaini kandarasi ya miaka 2 ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Bila shaka ni moja kati ya taarifa kubwa kweli kweli ambayo inaendelea kupamba kasi kwa hivi sasa. Usisahau kugusa neno subscribe, lakini pia sehemu yako ya comment ndio sehemu yako sahihi, unaweza